Niambie ndugu yangu. Fresh. Game imeisha. Ulikuwa ni mchezo ambao watu wengi walitamani kuona. Hasa mashabiki wa Yanga walitamani kuona mechi ya leo. Isivyo bahati nzuri aliyepewa haki ya matangazo, hali ya hewa imeweza kuharibu na hatimaye wakakatisha matangazo kwa ambao hawakuwepo uwanjani, hawakuweza kunufaika na kuona kile kinachoendelea pale Singida, lakini hata waliokuwepo uwanjani pia ilazimika mechi kusimama kwa sababu ya hali ya hewa ilikuwa mbaya. Mvua imenyesha kubwa, upepo mkali, ikapelekea refari wa mchezo kumaliza mchezo kwa usalama wa wachezaji na watu walioko pale. Kwa hiyo niseme tu ulikuwa ni mchezo ambao unavikusanya vikosi viwili, ni Singida Black Stars na Yanga Africa. Ukiangalia Yanga kwenye pepa na Singida, of course favorite wa mchezo ni Yanga Africa. Na jana wa mchezo ni Yanga Africa kwa aina ya profile ambayo anayo. Lakini Singida kwa kikosi ambacho anacho, uwekezaji ambao ameufanya, ulikuwa unaweza kusema okay, leo unaweza kupata ladha ya ushindani kwenye mechi kama leo, na wao yes, ulikuwa unatamani kuona intense ya mchezo leo itakuwa ina gani. Lakini vikosi vyote vya mwalimu wa Singida pamoja na mwalimu wa Yanga Africa kwa mfumo wa 4-2-3-1 kwa Yanga, hawa walianza na 4-3-3, maana yake kushambulia zaidi. Uliona jinsi ambavyo walikuwa wanapishana kwenye eneo la kiungo. Wote Singida walikuwa wazuri kwenye eneo la kiungo, lakini pia Yanga kwenye eneo la kiungo. Leo nimemwona Abubakar Shua Boy bwana. Amecheza bwana leo. Shua bado mpira upo. Shua Boy. Furua familia yake ni mpira. Kama unajua. Shua Boy bado mpira nao, lakini leo amecheza mpira, nimemuona, amehudumu vizuri kwenye eneo lake. Lakini leo mtu kama Jonathan Soa amenishangaza sana. Kosa lile goli, lakini Segi Pocom alikuwa mzuri, lakini ameshindwa kuzifungua pattern za defense ya Yanga Africa kwa leo. Ukimwona Kibabage alikuwa anacheza, Shadrack Kiboka bado unaona kwa nini Singida wakupata nafasi ya kuingia mara nyingi kwenye box la Yanga Africa. Kwa sababu Kibabage na Shadrack Kiboka walikuwa wanatoa nafasi ya Singida Black Stars kulisogelea lango zaidi. Unanielewa? Kama wanatoa nafasi ya kulisogelea lango zaidi, na maana walikuwa na option nyingi ya kulitawala eneo la goli la 1/3 ya uwanja la Yanga na hatimaye kutengeneza nafasi nyingi za kupata magoli. Ukiangalia first half, Singida Black Stars wamepoteza nafasi 4 za wazi, of which wangeweza kuscore. Unaelewa? Kuna moja alikuwa ni Segi Pocom nadhani. Yes, ilikuwa ni Arthur Bada. Yes, amemnyang'anya mpira goalkeeper yuko ndani ya boxi, akapiga mpira ukao una nguvu ndogo, haukuwa wa kasi kufika golini, beki akaokoa. Kwa hiyo kuna nafasi nyingi wametengeneza, wameshinda kuzitumia. Lakini labda kwa sababu ni friendly match, unaweza kusema hivyo. Lakini unaweza kusema labda kwa sababu hawa ni ndugu wanaofanana, DNA yao ni moja, wa DNA inaofanana. Au unaweza kusema ni kwa sababu ni Kuro na Doto, Aisha na Ashura. Au unaweza kusema ni kwa sababu hawa ni ndugu wa baba mmoja, meno ya umbwa hayaumani. Au unaweza kusema hivi ni vita vya ndugu. Unaweza kuzungumza vyovyote vile unavyojisikia kwa sababu aina mchezo ambao wamecheza. Ukiangalia Kangalombo leo alipocheza kacheza vizuri sana, lakini leo Max hakuwa kwenye mpira. Alikuwa ni off game, off pitch, psychologically hata kimwili. Hata kwenye eneo ambalo amekimbia sana ni tofauti na siku zote ambapo anacheza Max Ngeli mpira. Lakini angalia mchezaji kama Jonas Mkude kacheza leo kwenye eneo la kiungo, kuna pasi kunapiga zile long ball, unaona kabisa bado kumbe ana kitu mguuni, pamoja kwamba hapati nafasi kwenye kosi cha kwanza cha mwalimu Hamdi Morudi, hapati nafasi kwenye NBC Premier League, akikumba okay, akipata nafasi kumbe kuna kitu anafaje, anakionyesha. Lakini angalia namna ambavyo Pacome alikuwa jaribu kuifungua defense kwa kutengeneza V against 1, 2 against 1, 3 against 1, aweze kukota mpira, amiliki muda mrefu mguuni, apige shinga wachezaji wawili mpaka watatu, wakati wana force kuwafanyia kuingia kwenye lango lao, lakini ikashindikana kufungua defense. Lakini angalia namna ambavyo amecheza mchezaji kama Shadrack Kiboka. Shadrack Kiboka kinachomsaidia ni zile mbio zake tu, lakini akikutana na mchezaji winga hatari kama Elie Mpanzu, mwenye sayansi ya mpira iliyokamilika kwa 100%, Shadrack Kiboka asubuhi tu anaomba kutoka kabisa. Unajua kwa sababu gani? Shadrack Kiboka anakimbia tu bila mpangilio. Unakutana na Elie Mpanzu ambaye anaweza kumiliki mpira,
ana uwezo kutengenezea wewe pressure, ujitengenezee makosa kujirudia ili anufaike na makosa yako. Ni rahisi sana kumtoa mchezoni Shadrack Boka kwa aina ya uchezaji anaocheza yeye. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo ndio maana sema akikutana na Elia Mpanzu, Kibisa Hawara ana wakati mgumu sana. Wao game imeisha 1-1 na mechi imemalizika. Singida wamefanikiwa kufungua uwanja wao. Ingawa ni mchezo ambao hakuwa na ladha kwa sababu tulitamani tuone ushindani wa kweli, lakini ushindani wa kweli hatukuona. Leo walioangalia mpira huko Kideo waniulize ile mechi yaani ina ubora gani? Haina ubora, mechi haina mvuto. Ni mara 10 uiangalie timu yetu ya Sinza Star hapa ikicheza na Madenge FC ya Temeke pale Kinesi, uwanja wa Kinesi. Walau unaweza kaenjoy kwa sababu unaona ile bato watu wanapambana, lakini leo angalia hakuna mvuto, mechi haina ushindani. Hata kama ni mechi ya kirafiki basi uonekane ushindani kwa sababu sisi fans tunachokitaka sisi mashabiki wa mpira ni kuiona ile test ya mpira ushindani, kwamba wao leo wamekutana labda Yanga na Singida, bato imepigika. Yaani hata unapata goli watu jasho, yaani unapata goli watu jasho limewatoka, unapata ushindi watu jasho limewatoka. Lakini macheza azifu mmekubaliana kwenye vyumba vya kubadilishia nguo mara wazee. Bwana sisi ni ndugu unaofanana, kwa hiyo tusikaze wazee. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba tunataka mpira ukue. Yanga nadhani kwa sababu hana mashindano ya kimataifa na hawapo, labda kwa sababu wameenda haba hivyo, lakini pia ingewasaidia kujiandaa michezo ya ligi inayofuata kwa sababu baada ya international breakup ligi narudi. Yanga na michezo 8 bado, kwa hiyo ilipaswa tumie mechi kama hii hapa kujiandaa kuelekea mchezo unaofuata. Ingempa test nzuri sana ushindani kama ambavyo Simba alifanya kwa juzi dhidi ya KMC. Kila heri.